Ni siku ya 10 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Karibu kwa mara nyingine kwenye Tatu Kavu, tuangalie magazeti ambayo tunayo hapa mezani. Mimi ni Yohana Mashauri, nipo na mwenzangu Erastus Andrew. Bila kusahau tuko na magazeti ambayo ni gazeti la Mwananchi, gazeti la Mwana Spoti, gazeti la Mwanahabari pamoja na gazeti la Jamvi la Habari. Pia tutakuwa na Kaizari Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Kama unahitaji vifaa bora na imara na kwa bei nafuu, fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma. Lakini pia wasiliana nao zaidi kwa namba za simu 0769771165 au 0762771159. Tukianzia na gazeti la Mwananchi, inasema kwamba siku ya uhuru shughuli za simama, lakini pia Chadema ilivyopitishwa kwenye tanuli la moto. Habari nyingine ikisema kuwa hasira za Kamchape zilivyosababisha mauaji Kigoma. Habari zote hizi utazipata kwa undani zaidi katika gazeti la Mwananchi. Upande wa gazeti la Mwanahabari inasema miaka 64 ya uhuru, Rais Dr. Samia atoa msamaha kwa wafungwa 1036, hali ya utulivu ya tawala, siku ya uhuru yamalizika kwa amani. Hivyo ndivyo gazeti la Mwanahabari limeandika. Lakini serikali yataja vipaumbele vikuu sekta ya uwekezaji kwa kipindi cha miaka 5. Habari hiyo unaipata ukurasa wa pili wa gazeti la Mwanahabari. Katika gazeti la Jamvi la Habari inasema kwamba Gen Z wagoma kutumika, wakwepa shinikizo la wanaharakati, viongozi wa Chadema waliotaka waandamane nchini kufanya vurugu. Habari hiyo katika ukurasa wa 4. Lakini pia mpotoshaji kuhusu graffiti apingwa, afuta posti. Nchi kwanza mengine baadaye. Lakini pia mambo bam bam. Habari hizo zote utazipata katika gazeti la Jamvi la Habari. Nikukumbushe bado tupo na Kaizari Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Kwa zaidi ya miaka 30, Kaizari wamekuwa suluhisho kwa wajenzi kwa kuwapatia bidhaa bora sana, na ushirika wao na wazalishaji wa vifaa hivyo ni nguzo muhimu katika kuhudumia. Kwa hiyo huna haja tena kupata shida kuhusiana na vifaa vya ujenzi. Wasiliana nao kwa namba za simu 0762771159 au 0769771165 au fika katika ofisi zao zilizopo Jamhuri Dodoma. Sasa tukamilishe shilingi ya mwisho kwenye upande wa Mwanaspoti, upande wa michezo, tukianzia na habari inayosema kocha mpya kuamua, lakini picha ikiwa imewekwa vizuri kabisa katika gazeti hili ikimuonyesha Matola, kocha ambaye amechukua mikoba kwa sasa. Kipigo cha Azam cha mganda Matola, habari hiyo ikiwa bado ikielezea zaidi. Simulizi ya Ndemla yenye utamu na maumivu, habari hiyo utaipata ukurasa wa 12. Bila kusahau Mreno amuamsha Musa Balakonte, habari hiyo pia utaipata zaidi katika gazeti la Mwana Spoti ili uweze kufahamu mengi zaidi ambayo yanaendelea katika upande wa michezo. Kwenye upande wa michezo, gazeti la Mwanahabari linasema CAF yatoa utaratibu vikosi AFCON, lakini Nkane aingia katika hesabu za TRA United. Naona hapa kikosi cha AFCON cha Taifa Stars mwaka 2025, wachezaji kadhaa wapo hapa, lakini Yanga yamaliza mwaka haijafungwa. Habari hii pia unaisoma kwa undani zaidi ukiwa na nakala ya gazeti la Mwanahabari. Katika gazeti la Jamvi la Habari upande wa michezo inasema kwamba Stars yatangaza kikosi cha AFCON 2025. Gamondi aonyesha mkakati mpya wa kupambana na vigogo wa kundi C. Lakini pia Pacome aachwa kikosi cha Ivory Coast AFCON 2025. Lakini pia aliyeng'ara Academy ya West Ham afunguka. Kwa hayo na mengineo mengi zaidi utaweza kuyapata katika gazeti hili la Jamvi la Habari. Nasi tunahitimisha hivyo Tatu Kavu kwa siku hii ya leo. Shukrani sana kwa kutusikiliza mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia tulikuwa na Kaizari Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Kama unahitaji vifaa bora na imara kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wako, lakini pia kama umechukua tenda kwa watu na kila ukiingia dukani unachanganyikiwa na gharama, au unatamani kuanzisha biashara vifaa vya ujenzi lakini hujui unaanzaje, basi Kaizari Building Material ndio jibu lako. Wasiliana nao kwa mahitaji yote ya vifaa vya ujenzi kupitia namba za simu 076977
0762771165 au 0762771159. Langu jina ni Yohana Mashauri, mwenzangu ni Erastus Andrew. Nikutakia ufuatiliaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Open Online Media.